Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamsi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Tarehe 12 mwezi wa 6 2025, siku ya Alhamis. Nyota ya samaki. Kufikishiwa mashtaka yatakayokufanya uwe na maswali. Kumpa ujuzi mtu wa kitu fulani. Kumzidishia mtu pesa. Kufahamu kuwa mtu atakuja kukugeuka baadaye. Kusinzia safarini. Kuchunguza kitu. Kuhisi mtu anajitenga na wewe. Kumfurahisha mtu umpendaye. Kuambiwa maneno mazuri ambayo yataufariji moyo wako. Kutamani kufumbuliwa jambo ambalo linakutatiza. Kumsubiri au kusubiriwa na mtu sehemu kwa muda mrefu. Kushindwa kutofautisha rangi na mwishowe kuletewa kitu ambacho kina rangi tofauti na ulioihitaji kwa rangi yake. Kufanya mazungumzo na mtu ya kiundani zaidi. Kutoa ushauri kwa mtu mkaidi. Jitihada zako zitakuletea faida. Nyota ya kaa. Utajiuliza ni nini kinachoendelea baada ya kuona taharuki sehemu. Mtu kukuita kwa fujo. Utavumilia ujinga wa mtu. Utajiepusha na maneno ya karaha kwa mtu. Kupata maumivu ya kichwa. Kufikiria zaidi kuhusu kesho yako. Kuweka maandalizi mazuri kwa masiku yajayo. Kumwombea mtu aweze kupona kwa maradhi. Kaa, ongeza bidii, zidisha ujuzi, utafikia malengo. Kuhisi una mpinzani kwenye kazi yako au jambo lako. Utazungumzia kitu kikiwa kinamlenga mtu moja kwa moja. Kwa sasa, unatakiwa kuangalia kipi cha kukifanya chenye kukupa matokeo mazuri. Potezea chuki za watu zenye lengo la kukatisha tamaa. Siku ya leo utafanya mabadiliko ya kitu hasa kwa unachokipenda. Kutomhofia mtu. Nyota ya nge. Kupata mshtuko wa moyo. Moyo kuuma. Kuhisi uchungu au hasira. Kutokuwa na maelewano mazuri na mtu. Kumuonya mtu. Kufuata taratibu zako ambazo hazitamkosea mtu ila utakuwa huru kwa unachokifanya. Kutishiwa kitu ambacho hutokuwa na uoga nacho. Kuongezeka kwa uimara wa afya yako. Jitahidi kufanya tiba iliyokuwa bora zaidi. Kuiondoa alama mbaya kwako ambayo ni ya sifa mbaya. Fuatilia maelezo vizuri utakayoambiwa, maana unaweza kukosea usipokuwa makini. Changamoto ya kitu haitakukatisha tamaa. Kuhudhuria jambo mara kwa mara. Mtu kuisifia kazi yako. Kuiona thamani ya kitu unachokifanya. Kutomficha mtu ukweli. Nyota ya punda. Kuhisi mtu kwa kubadilikia ghafla. Pesa ulioitarajia kutokukufikia kwa wakati. Kupunguza bei kwa kitu unachokiuza. Kupanga vitu vingi kwenye sehemu ndogo lakini vitatoshea kwa mpangilio wako. Utarudisha namba za mtu kwenye simu yako ikiwa uliifuta hapo mwanzo. Kujihisi mabadiliko mwilini mwako. Utaongeza ujuzi wa kitu. Utaurudisha muamala kwa haraka uliokosea kutuma. Kujulishwa tabia ya mtu. Utakuwa ni msikilizaji tu kwenye mazungumzo, ila si kuchangia kila neno lisemwalo. Nyota ya mshale. Kumuunga mkono mtu kwa jambo analotaka kufanya. Kuongea kwa kukosea mara kwa mara. Utamfahamisha mtu kitu ambacho alikuwa hakijui. Utarekebisha kitu kilichoharibika. Kila ukimfikiria mtu utajikuta unacheka. Kumuona sungura mara kwa mara inakuashiria. Utapata pesa usiyotarajia wala kuwa na miadi nayo. Kufuta kesi. Kurekodi matukio ya mtu anayoyafanya. Kuna mtu atakuhuzunisha au kukufanya uwe mnyonge kwa ajili yake. Nyota ya simba. Kuacha kuwazia kitu kwa muda mrefu. Kuipangia mahesabu pesa ambayo bado haujaipata. Kufurahi kuambiwa kitu ambacho hukukitarajia. Utambaini mtu na chuki zake. Utahisi mtu kukuambukiza maradhi ya ngozi. Kulazimika kufanya kitu upya. Utavutiwa na uzuri wa mtu kimeonekano na matendo yake. Kuzuia mmomonyoko wa ardhi katika sehemu iliyochimbika kwa maji. Kumfanya mtu akuzoee sana. Kutumiwa pesa kutoka nchi ya mbali au malipo mengi kukufikia. Nyota ya mapacha. Kumwacha mtu kwa wema na kusamehe aliyokufanyia. Kutarajia kukutana na mtu kwa jambo lenye umuhimu. Kuhisi kizunguzungu cha ghafla. Kutambua kuwa mtu hana makosa.
kujirekebisha katika kauli unazoziongea, kufahamu jinsia ya mtoto kwa mama mjamzito kabla hajajifungua. Utakuwa na hisia ya kitu kilichokuwepo au kinachokaribia kutokea. Utakuwa na mawasiliano na viumbe tofauti bila ya wewe kujua. Kwa ishara itakayojionyesha, kukaa sana na paka pembeni yako, pua kuwasha, kuhisi unazungumza moyoni mwako. Tambua, upo katika mawasiliano na nguvu yenye utetezi na kukujuza mambo. Nyota ya mezani. Kushindwa kula chakula kwa sababu zitakazojitokeza, hasa mtu kukuudhi. Mtu kulia kwa kwikwi, utakuwa na kazi ya kumwangalia mtu au kumhudumia mara kwa mara. Kutamani kufanya kitu ila moyo haukupi ushirikiano. Kuhesabu pesa au malipo ya kazi yako. Utakumbuka jambo la zamani sana. Kuhofia kupoteza kitu. Utahisi mtu anajua kuwa humpendi ila upo naye kwa sababu. Kuvaa vazi jekundu. Hii rangi itakuwa na maana kudhibiti kitu hasa chenye shari kwa siku ya leo, na unaweza kupata ishara ya kichwa kuuma katika upande mmoja au kujihisi kuyumba. Nyota ya ndoo. Macho yako kuwa na ukungu au kuwasha. Utakuwa mwenye kuchoka sana mikono. Kumnyamazia mtu kwa muda, yani hutotaka kuzungumza naye. Kwa baadhi ya wanawake, utapitisha siku katika mzunguko wako wa wanamke na kujihisi ni mjamzito. Kuzungumzishwa na mtu ila hutosikia mpaka atakapokushtua kwa kuongeza sauti ya kukuambia kitu. Wachache wenu mtafikia pale mlipopahitaji katika hali ya kimaisha. Kisilani hakitakuisha kwa sasa. Kulazimisha kuipata nafasi inayogombewa na wengi. Utapambana na uadui wa gizani au mwangazani. Nyota ya mbuzi. Kilio cha mtu kitakushtua. Kubadilisha maongezi haraka baada ya mtu kutokea. Mtu kukutumia pesa bila kukutaarifu. Nyanya yako, yani mzazi wa kike wa mzazi wako, atakuwa na maongezi na wewe. Utahisi mtu kajua jambo lako ila haiko hivyo. Utamuuguza mtu, hisia zako kukujulisha ukweli kwa mtu unayemuotea. Kutafakari sana maneno ya mtu, kuijua dhamira ya mtu kabla hajaongea. Nyota ya mashuke. Kushika sehemu na kujikuta unatereza nayo au kuanguka. Utahisi haya kuongea jambo lako la usiri. Kuonana sana na watu wenye mwanya au pengo wakizungumza au kuyaona tu ni ishara unapatiwa. Kwanza, kuna jambo zuri utalipata. Pili, kuna jambo unatakiwa uwe nalo makini. Tatu, adui yako yu karibu. Usifanye mambo yenye kukutatiza baadaye. Mwongozo wako unakutaka ufahamu kitu. Hivyo tarajia ufumbuzi wa mambo. Nyota ya ng'ombe. Kuwa na mawazo yatakayo kufanya usiwe na amani. Kufanya makubaliano na mtu. Kuwashirikisha watu kwenye jambo lako lakini hawataonesha kushirikiano na wewe. Kufuta kitu chenye umuhimu kwenye simu yako. Kupata ndoto utakayoihisi kama ina uhalisia. Kusahau kama umeacha kitu sehemu yenye uhatari. Kusubiri kauli ya mtu ili uweze kutekeleza jambo. Kuongea sauti ya chini sana ili mtu asijue mipango unayoipanga na mtu. Utaongea kitu alafu utasahau na kubadilisha maneno. Utajilazimisha kumsahau mtu uliyekuwa unampenda. Utamuona nyoka wa rangi ya kijani ama rangi ya udongo. Itakujulisha kuwa mtu wako wa karibu atajifungua ama wewe mwenyewe kuwa ni mjamzito ikiwa ni wa kike. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.